Kwa majina mimi naitwa Frederick Mwagama, ni mjumbe wa kamati tendaji ya uvikanjo jimbo Katoliki la Njombe. Changamoto kubwa ya kwanza, changamoto ya ushiriki. Kwa maana ya vijana wenyewe, ushiriki wao sio mkubwa sana, kwa sababu hii tangu nimeingia kwenye uongozi ni kama mara ya pili nashiriki maandalizi ya kongamano. Kongamano la mwaka 2019 lilikuwa na watu wengi zaidi ya 1700. Sasa kwa saizi tunakuta ushiriki ni mdogo. Nafikiri pengine kwa sababu ya tumekaa muda mrefu hatujafanya kongamano la jimbo, lakini changamoto kubwa ni ushiriki. Vijana wakuta parokia ni nyingi, lakini sio parokia zote ambazo zimeshiriki. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Na pengine hii inasababishwa labda na vijana wenyewe kujisahau labda na mambo ya kanisa, kujiweka mbali na utume na vitu kama hivyo. Tumekubaliana kwamba wakati ujao tuweke mazingira rafiki, hususan kwenye swala zima la taarifa ziandaliwe, ni maandalizi yafanyike mapema sana, ikiwezekana hata mwaka mzima, mpango kazi wa mwakani. Maana yake mwaka huu tunapokuwa tunafunga, kama tunataka kufanya kongamano mwakani, basi maandalizi, taarifa zifike maparokiani pengine mwaka mmoja mzima kabla, ili vijana waendelee kujiandaa vizuri. Lakini pia viongozi wetu wa maparokia waandae vijana kwa maparokiani kwa muda huu angalau mwaka mzima kabla, ili utayari uwe, kwa sababu tunajua changamoto nyingi za vijana sasa wanasema kwamba uchumi ni mgumu. Lakini basi tukitoa taarifa mapema na tukiweka mpango kazi mapema, maana yake utekelezaji wake unaweza kuwa ni rahisi, kwa maana ya ushiriki wa vijana unaweza kuwa ni mkubwa zaidi tofauti na saizi. Asante. Neno langu kwa vijana, mimi nafikiri na washauri na waasa vijana pia wapende kushiriki matukio ya kanisa. Kanisa Katoliki linapokusanya vijana kama hivi, kuna mambo mengi, semina nyingi. Kwa hiyo wanapokuwa wanakosa semina kama hizi, maana yake wanapishana vitu vingi ambavyo pengine vingekuwa ni mwarobaini wa changamoto za maisha yao. Sababu vijana wengi wanalalamika masuala ya kiuchumi, tunakuta hapa tunapata semina za ujasiriamali, wanalalamika masuala ya kiimani, waelewa na tangatanga kwenye madhehebu tofauti wanahangaika, lakini basi mafundisho ya imani tunapewa. Kwa hivi nafikiri vijana washiriki makongamano, wanaposema kongamano kama haya washiriki, ili waendelee kujifunza, waendelee kukua pia kiimani, lakini pia waendelee kuimarika kiimani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Priska Paulo Mgeni, natokea parokia Kipengele, jimbo Katoliki la Njombe. Ni mshiriki katika kongamano hili la uvikanjo ambalo limefanyika hapa Nazareti Center. Kimsingi nimefurahi sana kushiriki katika hili kongamano kubwa, kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu pia kushiriki kwenye makongamano haya, kwa sababu najua kuna umuhimu mkubwa sana wa kushiriki haya makongamano. Kwa mfano, katika kongamano hili mimi nimejifunza mambo mengi sana. Kama mimi Mkristo Mkatoliki, natakiwa kujivunia ukatoliki wangu, natakiwa kuwa mshiriki mzuri wa masakramenti, na sio tu kuachia wazee na wale ambao labda wametoka kupata kipaimara na nini, lakini mimi ndo nataka niwe mfano, ili hata wale wadogo wanaokuja kuwa uvikanjo hapo baadaye wajifunze kutoka kwangu. Na ni mambo mengine pia mengi tumejifunza, kwa sababu mada zilizotolewa ni nyingi sana. Masuala ya ujasiriamali, masuala ya uchumba na ndoa, yote hayo ni kwa ajili ya kutusaidia sisi wenyewe vijana. Lakini mbali na yote, mimi naomba nitoe wito kwa vijana wajitokeze, kwa sababu makongamano kama haya yana umuhimu mkubwa sana. Tunajifunza mambo mengi ambayo kimsingi yanaenda kutusaidia sisi wenyewe katika maisha yetu, kwa sababu bila Mungu sisi hatuwezi chochote. Kwenye makongamano tutajifunza kusimama imara katika imani na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu sana kushiriki katika makongamano. Kwa hiyo nawaalika vijana wote, ukisikia kuna fursa yote au kuna kongamano lolote, wewe jitokeze tu, na Mungu atakusaidia. Na cha msingi ni kutanguliza nia, kwamba mimi nataka kushiriki. Ukitanguliza tu nia, lazima Mungu atakupa njia. Na kwamba kabla kuna mchango, Mungu atakupa tu njia kupata hiyo hela, ili uweze kushiriki na uende kujifunza mambo mbalimbali. Asante. Mapendo. Kwa majina naitwa Yohana Juma Savio, nipo kamati ya mapokezi. Kwa upande wa kongamano tunamshukuru Mungu, sehemu yetu hakuna changamoto kubwa. Tumeweza kupokea parokia 33 ambazo kutoka sehemu mbalimbali. Kitu nilichojifunza mojawapo ni namna ya kuishi na vijana wenzangu. Tumejifunza masuala ya ujasiriamali, namna ya kutunza fedha, matumizi ya fedha pia, na elimu mbalimbali, na pia masuala ya mahusiano, uchumba. Kwa hiyo kwa nafasi ya pekee
tuseme vijana wenzangu ambao mmeweza kukosa hili kongamano, mmepoteza kitu kikubwa sana. Ni wasii kwa wakati mwingine mjitahidi kujitokeza, maana kuna mambo mengi. Fursa nyingine ni kujuana. Ukiachana na kujuana, pia unaweza kubahatika kupata mchumba aliye bora. Mchumba aliye bora anapatikana sehemu kama hizi. Na tukiongozwa na kauli mbiu yetu ambayo inasema mimi hapa nitume Bwana, Isaya sura ya 6 mpaka 8, inaeleza wazi namna gani kijana atumikie ndani ya kanisa. Ukishaitika wito, upo huru, unakuwa na amani, na hata utampata mwenzi wako utamfurahia, kwa sababu mazingira mliokutana ni mazingira ya furaha katika kujengana, na ni fursa pia nyingine ya kuweza kutoka kwenda sehemu nyingine. Kwa haya machache ni kusiki kijana mwenzangu, kwa wakati mwingine mbele tuna kongamano la taifa, basi usipende kukosa. Karibu sana, ufurahie ujana wako ungali umri wa kijana wenyewe. Tumsifu Yesu Kristo.